우리는 하나님을 위하여 무엇을 한다 이렇게 얘기합니다. Sisi watu tunasema tunafanya kitu fulani kwa ajili ya Mungu. 그러나 실상은 우리의 능력이 하나님에게 필요한 건 아닙니다. Lakini kiukweli uwezo wetu mbele za Mungu hauhitajiki. 우리의 배경도 필요한 건 아닙니다. Hata background zetu hazihitajiki. 하나님은 우리에게 벌을 내리시는 하나님이 아니시고 큰 재앙을 두고 막으시려고 하는 겁니다. Mungu yeye sio Mungu atupae adhabu, bali ni Mungu ambaye yuko kwa ajili ya kuzuia maafa makubwa mbele yetu. 그래서 방주를 만들어라. Ndio maana akasema jenga safina. 우리 이 내용은 잘 아는 내용인 줄 알지만 또 사실은 잘 모르고 있습니다. Sisi ingawa tunafahamu yaliyomo haya vizuri, lakini kiuhalisia kiukweli hatujui. 뭐 이렇게 홍수까지 내려가면서 해야 되느냐? Kwa nini Mungu mpaka ashushe gharika afanye vile? 그 이유를 알아야 되는 거죠. Lazima tufahamu sababu hiyo. 그래서 그 이유 알기 전에 우리가 하나님을 위하여가 아닙니다. Lakini kabla ya kufahamu sababu, tufahamu sisi hatufanyi vitu kwa ajili ya Mungu. 방주는 너를 위하여 만들라고 했습니다. Alisema hiyo safina ijenge kwa ajili yako wewe. 24절. Mstari wa 14. 또 네 자녀를 위해서 만들어라. Alafu pia alisema jenga, tengeneza safina kwa ajili ya watoto wako. 얼마나 위기가 오길래 어떤 위기가 있길래 너를 위하여 방주를 만들어라. Ni hatari gani ambayo inakuja mpaka aseme jenga safina kwa ajili yako? 18절에는 네 자녀를 위해서. Mstari 18, kwa ajili ya watoto wako. 저 후대와 먼 생명을 위해서. Kwa ajili ya vizazi vinavyokuja mbele na uzima unaokuja huko mbele mbali. 이거와 빨리 방주를 만들어라. Tengeneza safina kwa ajili ya vitu hivi haraka. 네, 그렇게 말씀한 겁니다. Mungu alisema hivyo. 자, 오늘 우리 간단하게 언약 잡으셔야 됩니다. Sisi leo tukamate agano kwa urahisi. 왜 그럴까요? Kwa nini iko hivyo? 지금 네피림 시대가 도래요. Sasa hivi msimu wa Kinefilim umekuja. 하나님이 이걸 빨리 막으시려고 하는 거죠. Mungu anataka kuzuia msimu huu haraka. 언제 시작됐는가 하니까 Huu msimu umeanza lini? 오늘 아침 얘기한 대로 창세기 3장 4절 5절에 시작이 됐어요. Kama nilivyoongea asubuhi, mwanzo tangu Mwanzo 3, 4, 5. 네, 처음에는 굉장히 좋은 것으로 유혹했기 때문에 여기 있는 우리 모두가 넘어갑니다. Kwa sababu mwanzo unakuja na ushawishi ambao ni mkubwa, wote tunaweza kuangushwa hapo. 여기 있는 여러분, 저도 마찬가지, 여러분 마찬가지요. 전부 내 생각으로 모든 거 하잖아요. Jamani, mimi hata ninyi si wote tunafanya mambo kwa mawazo yetu wenyewe. 여러분 하나만 바꾸면 되는데 하나님이 이렇게 질문하면 되면 전부 내 생각입니다. Kubadilisha tu kitu kimoja, mkisema Mungu basi mambo yana, lakini mnawaza kwa mawazo yenu wenyewe. 뭐든지 내 생각이잖아요. Chochote ninachofanya sinafanya kwa mawazo yangu mwenyewe. 여러분 이거 하나만 제대로 오늘 기도하면서 바꾸어도 응답 크게 옵니다. Nikiomba na kubadilisha kitu kimoja tu nitapata majibu kwa ukubwa sana. 진짜입니다. Kweli nawaambia. 나 옛날에요 40일 감람선 기도하는데 내 응태 전부 나야. Mimi zamani niliomba maombi ya siku 40 ya mlima wa Mzeituni, nikagundua maombi yote ni kwa ajili yangu mimi. Na를 빨리 좋은 데 인도해야 돼. Niongoze Mungu sehemu nzuri, nikawa naomba. 그냥 나를 이렇게 사역할 수 있는 교회를 인도해 주세요. Nipeleke Mungu kwenye kanisa mbele nikafanya huduma yangu vizuri. 40일 파고 나니까 내가 봐도 웃어본 거 있죠. Kiukweli mara baada ya maombi yale nilipomaliza nikajicheka mwenyewe. Je, hayo ni maombi? 40일 또 시작했어요. Nikaanza tena upya siku 40. 하나님 아닙니다. Mungu, hapana nilivyoomba. 저를 복음 전할 수 있는 곳으로 데려다 주십시오. Naomba Mungu nipeleke sehemu ambayo ninaweza nikawaelezea watu injili. 딱 그대로 응답 왔습니다. 마음껏 복음 전할 교회로 저를 데려다 주십시오. Na majibu yakaja kama nilivyoomba, nipeleke kwenye eneo ambalo nitaelezea watu injili kwa moyo wote kama ninavyotaka. 정확하게 문 열렸어요. Kweli nikaweza kupata jibu sahihi. 그래서 간 게 영도입니다. Ndio maana nikienda pale Yongdo mlango kafunguka kwa usahihi. 오만 일이 다 있었습니다만은 영도 지역에서는요 기도하는 분들, 전도하는 분들이 지금 세계 복음화 문을 열었어요. Ingawa mambo mengi yalitokea, lakini watu ambao walikuwa wakiomba wakati kufanya uinjilishaji kupitia wale, milango ya dunia imeweza kufunguka. 요 네피림이 언제든지 나라고 하는 걸 파고듭니다. Hawa Nefilimu wakati wote wanatuingia sisi kwa neno mimi. 네피림의 시작이죠. Huu ni mwanzo wa Nefilimu mimi. 그래서 모두가 다 나도 모르는 사이에 납니다 이제. Ndio hata watu wote bila kujijua wanajikuta wanazungumzia mimi. 그걸 알고 사탄이 공격을 해. Kwa kufahamu kitu, shetani akamshambulia mwanadamu.
공격도 재미나게 했어요. Hata kumshambulia alimshambulia kwa kufurahisha sana. 하나님이 널 보고 중앙에 있는 나무 열매 먹지 말라 했지? 이리 물지 않았어요. Hakumuuliza kwamba eti Mungu si amekuambia wewe usile matunda ya mti wa katikati ya bustani? 물을 때 거짓말로 물었어요. Alipouliza aliuliza swali la uongo. Tangu mwanzo aliuliza swali la uongo. 뭐라고 물었어요? Aliulizaje? 우리가 말 전달할 때만 본래 이상하게 전달합니다. 그렇죠? Sisi mara nyingi tunapoelezea maneno ya watu wengine tunakosea. 사단이 하나님이 에덴 동산에 모든 실과를 먹지 말라 했지? 이랬습니다. Shetani akamwambia eti Mungu amekuambia usile matunda yote kwenye bustani ya Edeni. 이게 사단의 말수법입니다. Huo ni utaalamu wa maneno ya shetani huo. 그러니까 하와 뭐라 대답했습니까? Hawa alijibuje? 아니야. Hapana. 동산 중앙에 있는 그것만 먹지 말라 했어. Mungu amesema tusile matunda ya katikati ya bustani tu. 자, 지가 바른 답 줬죠? Hapo aliongea vizuri, ni sawa. 이게 흔들린 증거가 나옵니다. Lakini ushuhuda kwamba alikuwa na yumba unatokea hapa. 이걸 먹으면 반드시 죽는다고 해서 이리 되어야 되는데 Badala ya kupaswa kusema Mungu anasema tukila matunda tutakufa hakika, 이걸 먹으면 우리 혹시 죽을까 하노라. akasema tukila matunda haya huenda labda tutakufa. 요거 이제 걸리더는 거. Hapo akakamatwa. 네 이거 먹으면 하나님처럼 돼. 여기 걸리더는 거예요. Akakamatwa akaambiwa wewe ukila matunda haya utakuwa kama Mungu. 왜 사기 당합니까? Kwani- 이거 하면 돈 벌어. Kwa mtu adanganywa naambiwa utatengeneza pesa ndo maana. 딱 걸려들고. Akakamatwa. 성령의 역사하고는 전혀 걸려들었는데 그때 사단은 거짓말합니다. Akamata tena akaongea uongo na kazi ambazo kwamba na Roho Mtakatifu Ania. zikafanyika pale. Akamwambia hapana, 결단코 죽지 않아. kamwe hautakufa. 이렇게 나옵니다. Akamwambia hivi. 확신을 딱 씁니다. 결단코 죽지 않아. Akamwambia kama utakufa, akampandikizia uhakika. 네가 최고야. Wewe ni bora. 뉴 에이지입니다. Harakati za kizazi kipya. 네가 접신해야 돼. Wewe lazima uingiwe na pepo. 프리베이션. Ma Freemason. 네가 부처가 돼. Wewe utakuwa Buddha. 내가 최고야. Wewe ni bora kuliko wote. 똑같은 단어예요. Hiyo misamiati yote ina maana moja. 그렇죠. Si ndio? 요거 하나만 바꿔버려도 역사에 난다니까. Nikibadilisha kitu hichi kimoja tu, kazi za Mungu zinatokea. 하나님 진심으로 하나님의 계획이 무엇이며 하나님이 나를 사용해 주옵소서. Hivi Mungu mapenzi yako ya dhati atakuwa ni naomba Mungu nitumie mimi. 이거 여러분 그 시대를 지금 여는 방주를 만들어라는 겁니다. Hivi ninyi mjenge safina kwa ajili ya kufungua msimu huu. 요게 이제는 그냥 끝나지 않았잖아. 오늘 Leo mambo hayaishi hapa. 파고들었습니다. Akaingia hapa. 네피림으로 이제 파고들었습니다. Akaingia kwa mwanadamu kama Nephilim. 그래서 복음 없는 능력자들, 무속인들, 종교인들 막 만들어내는 거예요. Wachawi na wasomi na wenye elimu ambao hawana injili wanafanya mambo 이게 mbalimbali. 이제 왔단 말이에요. Wametokea hawa. 이 사람들은 뭐 속습니다. Hawa watu wanadanganywa. 능력 wak행하니까. Kwa sababu wanafanya uweza fulani hawa wa Nephilim. 이 사람들이 모여서 바벨탑을 세웠단 말이에요. Hawa watu wakakusanyika wakajenga mnara wa Babeli. 하나님은 이걸 알고 계십니다. Lakini Mungu anajua kitu hichi. 그래서 다 재앙 속에 무너질 테니까 너희들은 구원받을 자를 위하여 방주를 만들어라. Maana Mungu anamwambia kwa sababu nitawaangamiza wote, mjenge safina kwa ajili ya wale ambao watapata wokovu. 네피림 병이 전 세계로 퍼지게 방주를 만들어서 막아라. Kwa sababu ugonjwa wa kinefilimu unaenea dunia nzima, mjenge safina, mzuie kitu hicho. 여러분이 사탄에게 잡힌 자들 굉장한 문제를 일으켜냅니다. Ambao wamekamatwa shetani, jamani, huleta matatizo mengi makubwa. 그리고 이 사람들이 사단 잡힌 게 이제 귀신 들린 자를 움직이는 거거든요. Alafu watu sio kwamba wamekamatwa shetani, wanaendesha ambao wameingiwa na pepo. 그 주의해야 될 거는 이게 맞는 것처럼 보이지만 틀립니다. Jambo la kuwa makini ni kama ni sahihi, lakini sio kitu sahihi hichi. 왜냐? Kwa nini? 이 쫄개들인데 거짓말 치는 Au mapepo yanaongea uongo. 다 알아맞히면서 거짓말이에요. Yanamechisha mambo yako yote ni kweli, lakini yanaongea uongo juu yake. 그래서 여러분들이 저 점치러 다니는 사람 많은데요. 그 전부 속는 겁니다. Kuna watu wengi ambao wanakwenda kuagua, wote wanadanganywa hao. 그래서 나는 지금까지 무속해가지고 돈 잘 벌고 잘 사는 사람 본 적이 없어요. Ndio maana mimi mpaka sasa sijawahi kuona mtu ambaye kwa kufanya uchawi amekuwa tajiri. 결국 망해버려요. Mwisho wa siku wameangamia tu. 우리나라 최고 무속인 소문난 사람 있었잖아요. Tulikuwepo na mchawi mmoja maarufu ambaye habari zake zilivuma sana hapa nchini 제가 kwetu. 그게 우리 멤버를 보내서 니 가서 전도해라. Kuna wakati nilimpeleka memba wetu mmoja akamwelezea Injili. 이 친구 가서 기다리고 있어요. Akaenda pale, yule rafiki akawa anasubiri.
너무 사람이 많이 와가지고 그거는 밀려. Watu wengi wakaja, akashindwa kumuona kwa wakati, foleni ikawa ni ndefu. 이 친구가 뭐 얼마나 끈질기 때 들어가 만났어. Lakini huyu rafiki akapambana mpaka mwisho, akakutana naye mwishowe. 뭐라냐? Akasemaje? 왜 나는 교회를 도와주고 있는데 다락방은 나를 괴롭힙니까? 이러더래. Yule mchawi akasema, kwa nini mimi nasaidia makanisa afu ninyi Tarakpang mnanichokoza? 중요한 말했어. Aliongea maneno muhimu baada ya hapo. 나는 하나님께로 돌아갈 겁니다. Akasema mimi nitarudi kwa Mungu. 그래 얘기했어. Aliongea hivyo. 지금은 그런 상황이 못 됩니다. Sasa hivi hawezi, akasema siwezi kwa kwenye hali sasa hivi. 여러분 아시다시피 얼마 안 갔어요. 그 아들 이상하게 됐잖아요. Kama unavyofahamu, mara baada mchache kijana wake akikutwa na mambo ya ajabu. 내가 지금 완전히 무너져. Sasa hivi ameanguka kabisa yule mchawi. 막 맨날 점치러 다니고 구다고 나 잘 되는 사람 단 한 명도 본 적이. Watu ambao kila siku wanaagua na kutambika, sija kuna hata mmoja ambaye amefanikiwa. Hasa vizazi vyao. 근데 여러분이 이해해 드릴게요. 요게 병으로 나타난다면 이거 모르면 전도를 못 해요. 병으로 나타나는 거예요. Jambo la ninyi kuelewa hapa, mambo yanatokea kama ugonjwa. Msipojua kitu hicho hamwezi kufanya uinjilisti. 어떻게 나타납니까? Kitu gani? 이거 안 하면 안 되는 병으로 딱 나타나. Ugonjwa ambao mtu hawezi, hana budi bali kufanya hivyo tu. 이걸 이해 못하면 절대 전도 못합니다. 그럼 왜 가는지도 모릅니다. Usipoelewa kitu hicho huwezi kufanya uinjilishaji na huwezi kujua kwa nini mambo yanatokea. 자살 좋아서 하는 거 아닙니다. 시달리다 하는 거예요. Mtu ajiue kwa sababu anapenda, amesumbuliwa sana ndio maana anajiua. 이 병이 와 어떻게 오냐면 마음의 병, 정신병 다 오는 거예요. Ugonjwa unakuja kama kiakili na kama ugonjwa wa moyo kwa mtu. 그러니까 나중에는 막 뇌에도 병이 오고 영혼에도 오고 다 오는 거예요. Na kule mbele unakuja kwenye roho yake na kwenye ubongo wake na maeneo yote. 육신의 병도 오죠. Mwisho siku hata magonjwa ya kimwili yanamtokea. 우리가 이걸 안 해주면 절대 안 됩니다. Sisi tusipofanya kitu hichi kamwe haifai. 너를 위하여 방주를 만들어라. Jenga safina kwa ajili 이 yako. 자녀 위에 방주를 만들어라. Jenga safina kwa ajili ya watoto wako. 후대를 위하여 만들어라. Jenga safina kwa ajili ya vizazi vijavyo. 이걸 딱 캐치해야 되는 거예요. Lazima sisi tufahamu kitu hicho, tukechi. 안 하면 안 돼요. Lazima tufanye kitu hicho. 그냥 전도 가서 뭐 그냥 교회 오세요. 아무 그런 의미가 없어요. Unafanya uinjilisti ambaye mtu njoo kanisani tu kirahisi, haina maana yoyote hiyo. 어떤 사람은요 너무 심해가지고 막 살 수가 없는 거야. Kuna mtu fulani hali yake ilikuwa ni kali, hawezi kuishi. 막 우울증도 오고. Msongo wa mawazo ukamjia. 좀 심한 사람은 공황증까지 Na 오고. wengine paka wanakutana na ugonjwa wa hofu. 아무도 못 도와주고 안 도와주니까 Hakuna anayewasaidia kwa sababu hakuna kuweza kuwasaidia. Hakuna anayejua. 집중이 무슨 말인지도 Hata 몰라. maneno ya umakini maana yake nini hajui. 제대로 집중하고 났는데 어떻게 났는지도 몰라요. Akiwa na umakini anapona, lakini umakini wanawekaje hajui. 그럼 이 간단한 얘기입니까? Je, haya ni maneno rahisi? 이게 지금 세계 문제입니다. Hili ni tatizo la dunia, sio maneno rahisi hivyo. 그래서 이제는 어린아이들이 자살하려고 돼. Sasa hivi watoto wadogo wanataka kujiua. 몇네들이. Watoto wadogo. 전에도 이야기했습니까? 보면 모릅니까? Yes, kuambia zamani, je, watu hawajui Injili? 학생들은 막 학교에서 왕따 당한다. 아닙니다. Mtoto shuleni kule anaonewa, hapana. 영적 문제 와가지고 애가 약간 이상하니까 못된 아이들이 장난친다고 자꾸 건드려 왕따시키는 거예요. Sababu matatizo ya kiroho yamemjia huyu, wale wengine ambao wako sawa pia wanaanza kumchokoza na kumsumbua. 그런 걸 모르니까 학교에서 어떻게 아이들 돕니까? Kwa sababu hawajui kitu hicho, kule shuleni wanawezaje kumsaidia mtoto? Hawawezi. 아니 군대에서 어떻게 했길래 우리 애가 자살했나 이럽니다. Kuna mtu anajiuliza, kwa nini mwanangu amejiua kule jeshini, kafanywa nini? 아니잖아요. Hapana. 군대에서 간신병사라고 있습니다. Kule jeshini kuna watu ambao wana ugonjwa wa akili ambao hawako sawa. Anasumbuliwa huyu askari. 그러면 군대 안에서 그 병사들이나 위에가 얘를 도와줄 능력이 없어요. Lakini kule jeshini na maskari wengine hakuna mwenye uwezo wa kuwasaidia wale wenye shida. 그러니까 군목을 보내는 거예요. Ndio maana napeleka kule makaasisi au wataalamu wa ushauri na nasaha kwao. 그렇게 군대에서는 힘들지 바쁘지 처음 이렇게 얘를 막 괴롭히는 거예요. Sababu jeshini wako busy, wana kazi nyingi, wanaanza kumchokoza huyu mwenye shida. 여러분 군대 안 가봤습니까? 한 명 때문에 전체 이상이 될 때 있단 말이에요. 그럼 막 한단 말이에요. Amje kwenda jeshini, mmoja akiwa ajabu basi anaharibu mazingira yote, wanamfanyia chochote. 얘 참다보다 자살해. Lakini mtu anajizuia na kujikaza, mwisho wa siku anashindwa, anajiua. 지 생각에는 정신이 이상하니까 죽을 것 같은 거야. Sababu mawazo yake, akili yake iko sawa, anafikiria ni bora afe. 이 병은 누구 책임입니까? Ugonjwa huu ni jukumu la nani? 불교 책임이 아닙니다. Sio jukumu la Wabudha. 천리교 책임이 아닙니다. Sio jukumu la dini ya Tenrikyo. 교회 책임. Ni jukumu la kanisa hili. 이거 치유할 수 있는 사명은
교회에 줬어요. Mungu alipatia kanisa mission ya kuleta uponyaji kwenye eneo. Mungu amewapa ninyi mission hiyo. 그래서 본격적인 말씀은 1천망대 세워라. Kwa mfanya harakati za Mungu kamilifu, mjenge ngome milioni 10. 오늘 교육자들하고 심각하게 좀 얘기만 했습니다. 우리 교육자들이 소중한 분들입니다. Leo nimeongea kwa ukali na watendakazi wangu, ninyi ni wa thamani sana. 망대 세워라. Lazima mjenge ngome, nimewaambia. 이것 때문에. Kwa sababu ya kitu hichi. 이 마지막 하나 또 있잖아요. Kuna kimoja cha mwisho kipo hapa. 네피림 문화 이걸 막아버려야 돼요. Lazima tuzuie utamaduni wa Kinephilim. 길이 없어. 그래서 방주 안으로 들어오기만 하면 산다. Ndio maana ukiingia tu ndani ya safina unapona, unakuwa hai. 사도행전 2장 14절 21절에 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. Matendo 2:21, yote atakayetaja jina la Bwana ataokoka. 같은 말입니다. Maneno haya yanafanana haya. 로마서 10장 10절 15절에 이런 말이 있습니다. Warumi 10:15 maneno haya. 보냄을 받지 않았는데 어떻게 가느냐? Wataendaje wasipopelekwa? 가야 될 거 아니요. Lazima waende. 안 갔는데 어떻게 전하는? Watawaelezeaje injili wasipokwenda? Hawajaenda. 이런 사람들 가본 적이 없어. Watu kama hawa hawajawahi kwenda. 여러분 생애 한 번도 가본 적이 없어. Maisha yao yote hawajawahi kwenda. Ni 이 사람들이 들을 수가 없어. hawawezi kusikia hawa. 안 들었는데 어떻게 치유받습니까? Watapata uponyaji kama hawajasikia? 그런데 안 들었는데 어떻게 믿습니까? Wataaminije na hawajasikia? 들어야 믿지. Lazima mtu asikie ndipo aamini. 성도의 제일 큰 죄가 그건 줄 알아야 돼요. Lazima mfahamu dhambi kubwa zaidi ya mwingine ni kutokwenda hata mara moja kueleza watu. 그래서 복음 전하는 자의 아름다운 발이요. Ndio maana Mungu anasema ni mizuri kama ni miguu yao wapelekao injili. 한 명 벼랑 잡고 죽어가고 있는 거예요. Mtu mmoja amekamata mwamba anataka kufa. 실제 여러분 집 벼랑 잡는 게 벼랑인 줄 알고 그건 왜 잡아요? 안 잡지. 영적으로 하고 벼랑 잡고 있는 거예요. Mnadhani ikiwa walisema kamata miamba inaonekana? Hapana, kiroho mmeshikilia miamba ninyi. 그러면서 15절에 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. Afisa wa anasema yote atakaye jina la Bwana ataokoka. 보통 말이 아니에요. Sio maneno ya kawaida haya. 근데 어찌된 셈인지 아무도 안 들어왔어. Lakini imekuwaje mpaka hili jambo limekuwa hivyo? Hata mmoja kuingia. 여기 여러분 아시다시피 노아 가정만 지금 들어왔지요. Kama mnavyofahamu hapa waliingia na familia wa Nuhu tu peke yao. 그게 뭐죠? Kitu gani hicho? 홍수가 일어났는데 홍수 때문에 다 죽었는데 노아 가정만 홍수 때문에 살았어. Gharika ilishuka na watu wote wakafa kwa ajili ya gharika, lakini familia ya Nuhu kwa sababu ile gharika walipoona wakawa hai. 이걸 이제 알아들어야 됩니다. Lazima muweze kuelewa kitu hichi. 노아 가정만 살고 다 죽고 이 말이 문제가 아니고 완전히 네피림 문화 자체를 결박시켜버려. Shida sio wengine wote kufa na Nuhu na familia kupona, utamaduni wa Kinefilimu wote uliondolewa. 그 뒤에 새 시대 열립니다. Mara baada ya hapo kizazi kipya kinatokea. 꼭 기억해야 돼요. Lazima tukumbuke kitu hichi. 여러분 가정 한 가문이 흑암을 꺾을 수 있습니다. Imani familia yenu moja kwa mmoja unaweza kuzuia mamlaka ya giza. 성교 이산 성교입니다. Umeshika 237 huu. 한 나라에 한 명이 흑암 꺾을 수 있습니다. Taifa moja mtu mmoja anaweza kuzuia mamlaka ya 다 giza. 된다 이 말이요. 더 들어가서 Ukiingia zaidi ndani, 한 지역에 한 명이 kwenye eneo moja mtu mmoja. 한 지역 가면 한 명인데 이 한 명이 누구냐는 Ukienda kwenye 겁니다. eneo moja kuna mtu mmoja, lakini huyu mtu mmoja atakuwa ni nani? 하나님이 예비해 놓으신 7포인트 사람. Mtu mwenye pointi 7 ambaye Mungu amemwandaa huko. 학생 하나가 저 외지에서 수영하다가 물에 빠져. Mwanafunzi mmoja alikwenda eneo la mbali pembeni kuogelea, akatumbukia kwenye maji. 건져줄 사람이 없는. Hakukuwepo na mtu wa kumuokoa. 근데 그걸 지나가다가 어떤 친구 본 거야. Lakini kuna rafiki mmoja katikati kupita lile eneo akamuona pale. 그 죽어가는 얘를 건지죠. Akamuokoa huyu ambaye kwenda kufa. 고맙겠죠. Angekuwa na shukrani. 둘이 친구가 돼. Wakawa marafiki. 친구가 됐는데 이 건짐을 받고 보니 너무 고마운데 보니 이 친구는 너무 가난해. Wakawa marafiki. Huyu ambaye amekuwa mwenzake alikuwa maskini sana.
당연히 아버지에게 얘기했어요. Huyo aliyeokolewa akamwambia baba yake, 아버지, 이 친구가 나를 살려주는데 이 아이는 공부하기 힘든 아이. baba, huyu rafiki ameniokoa mimi, lakini ana mazingira magumu kwenye kusoma. 아버지가 모든 공부를 다 Baba yake akamsomesha masomo yote yule rafiki yake, 시켜줬어요. akamsomesha, 그 이 도움을 받고 공부했죠. akasoma kwa kupata msaada huo. 이 친구가 커서 유명한 의사학자가 된 거예요. Akawa mkubwa, akawa daktari maarufu, msomi maarufu. 그래가지고 말이에요. 이 자기를 도와준 친구가 죽을 때 살려준 거예요. Kwa akamwokoa huyu rafiki yake ambaye alimwokoa wakati wa kufa. Kwa hiyo wakabadilishana sasa kwenye kuokoana. 누굽니까? Nani huyo? 그 만난 둘이가 누구냐 Hao wale 말이에요. kutana wawili walikuwa ni kina nani? 역사 공부는 아실 거 아니에요. Mmesoma historia, mtakuwa mnajua. 한 시대 영국을 움직인 윈스턴 처칠입니다. Ni Winston Churchill ambaye kwenye enzi moja aliongoza Uingereza. 그 한 의사는 항생제의 시조가 되는 여러분 페니실린 만드는 플레밍. Na daktari mmoja ni Fleming ambaye aligundua penicillin, antibiotic. 우리가 영원한 길을 가는 중에 남은 자 한 명을 만났다. 똑같은 기적. Katika kuendea njia milele kutana moja aliyebaki, maana yake ni lazima mfahamu kitu hicho. 하나님이 준비해 놓은 순례자를 만난 거예요. Kukutana na pilgrim ambaye Mungu amemwandaa, msafiri. 이 허감을 알고 있는 정복자를 만난 거예요. Nimekutana na mshindi mmoja ambaye anajua mamlaka ya giza haya. 알고 봤더니 전 세계 흩어진 자들이 하나님이 보낸 자들. Mara baada ya kugundua ni hawa ambao Mungu ametuma dunia nzima waliotawanyika. 그랬더니 하나님이요, 이 말 알아듣는 한 명 나오면 파수꾼이 되는 거예요. Akatokea mmoja ambaye anaelewa haya, anakuwa mlinzi huyo. 그래서 재앙에 빠진 나라 살아가는 정탐꾼이 된다. Anakuwa mpelelezi kwa nchi ambazo zinakufa huko. 만민을 위해 길을. Inua bendera kwa ajili ya makabila. 근데 지금 와 있습니다. Lakini sasa hivi tayari vimekuja. 에피데믹. Msimu wa Unefilm umekuja. 그리고 이 병이 너무 많아졌습니다. Alafu ya magonjwa yameongezeka sana. 어떻게 할 겁니까? Mtafanyaje? 네피림 문화 막아야 됩니다. Lazima tuzuie utamaduni wa kinefili. 그래서 방주를 Ndio 만들어. maana naambia tujenge safina. 사실은 알고 기도만 해도 됩니다. Kikweli hata ukijua tunakuomba basi inatosha. 이 노아 사건은 지금까지 역사에 있었던 가장 소문난 사건. Tukio la Nuhu limekuwa lenye habari kubwa lilovuma zaidi kuliko matukio yote kwenye historia ya ulimwengu. 그리고 노아 시대 가장 많은 지구 변화가 있었어요. Alafu kwenye msimu wa Nuhu mabadiliko mengi ya dunia yalitokea. 노아 이전 시대는 몇백 년 살았는데 이상하게 노아 이 사건 이후에 생명도 확 줄. Kabla ya Nuhu watu waliishi mamia ya miaka, lakini mara baada ya tukio la gharika watu wakaishi miaka mifupi, miaka michache. 어떤 과학자들은 산소가 줄어서 그렇다 이렇게 말도 하고. Kuna mwanasayansi mmoja amesema kwa sababu oksijeni ilipungua duniani ndio maana watu wanaishi maisha mafupi leo. 지금까지 있던 사람 중에 최고 부자가 누구냐? 그것도 노아였어요. 다 죽었으니까. Wakati ule tajiri kuliko wote alikuwa ni Nuhu. Kwa nini? Kwa sababu wote wamekufa. 저는 옛날에 부산에서 한참 정도 있는데 월요일이었어요. Mimi zamani ilikuwa ni uinjilisti unatendeka sana, ilikuwa ni siku ya Jumatatu pale bustani. 교도소 정도를 가기로 했는데 내가 너무 일주일 동안 뛰어갖고 피곤한 거예요. Tulikubaliana kwenda kufanya uinjilishaji magereza, lakini nilikuwa nimechoka sana ile siku. 그래서 이제 백운규나 누구 보내야 되겠다 생각 전화했는데 연락이 안 돼. Kwa nikawaza nipeleke mchungaji Pegiungu au mwingine, lakini mawasiliano yalikuwa hayako sawa. 그냥 갔어. Ikabidi tu niende hivyo hivyo. 가서 교도소 전도를 하는데 제 앞에 빨간 명찰 단 친구가 내 앞에 앉았어. Nikawa nafanya uinjilishaji kule gerezani, akatokea mbele yangu rafiki ambaye ana kitambulisho chenye rangi nyekundu. 빨간 명찰 단 거는 살인범입니다. Mwenye kitambulisho cha rangi nyekundu kule gerezani ni muuaji. 그러면 이제 뭐 사형이나 비싼 거 받겠죠. Maana anasubiri adhabu kubwa kama za kifo huyo. 그게 문제가. Lakini hiyo sio shida. 이 친구 내가 안 먹더라고. 내가 고백했어. Wakati naongea kweli, lakini baadaye akakiri. 진짜 자기가 마누라를 때리려고 한 것도 아니고 많이 때리질 않았대요. Akasema hata kutaka kumpiga mke wake, na kama alimpiga anasema alimpiga kidogo tu. 근데 죽었다. Lakini akaniambia akafa mke wake. 자기가 너무 충격이 돼가지고 자기도 죽겠다 했어. Akapata mshtuko, akataka na yeye kujiua anasema. 그걸 생각하고 Yuko kwenye moyo huu anawaza hivyo. 나 그날 그 사람에게 복음 전했어. Ile siku wakati anawaza hivyo nikamwelezea Injili. 그 친구
예수 그리스도를 주로 영접했습니다. Yule rafiki akampokea Yesu Kristo kama Bwana, 평안함을 고백했습니다. akakiri amani ndani yake. 그날 나 억지로 갔거든요. Ile siku nilikwenda pale kwa kujilazimisha mimi, lakini 안 갔으면 어쩔 뻔했어요. nisingeenda ingekuwaje? 전에도 제가 간증했지 않습니까? Hata zamani niliwapa ushuhuda huu. 내가 청년들 전도훈련 시키면서 프로그램 중 하나가 하루에 한 명 영접 안 시키면 집에 들어가지 마. Zamani tunatoa mafunzo ya vijana, niliwaambia kama mtu mmoja hajampokea Yesu shamba la Bwana usirudi nyumbani. 그럼 나도 해야 될 거 아니에요. Basi sina mimi lazima nifanye hiyo harakati. 이거 바쁜데 말이지 금방 지나가 버려. Nilikuwa busy, lakini muda ukawa unakwenda haraka ile siku. 그때 우리 동성교회 내가 청년 훈련 시키는 한 프로그램이거든. Kuna programu moja wapo umetumia kutoa mafunzo kwa vijana kwenye kanisa la Tongsong. 딱 정상공원 올라갔다. Nikaenda parki ya Chongsang. 화면이 톡 그것도 앉아 있는. Nakutana na mtu mmoja amekaa huko. 내가 뭐 아이고 반갑더라. 빨리 전해야 되니까. Nikafurahia kumuona, nikasema nimalizie injili haraka. 이랬는데도 역사. Kwa kufanya tu hivyo kazi za Mungu zinatokea. 그래서 복음 전하니까 이 친구가 말이요. 내가 별 말도 안 했는데 눈물 흘리면서 복음. Nilipomuelezea injili siongea maneno mengi, akasikia injili huku machozi yanamtoka. 또 보니까 한쪽에 손 없어. Alafu namwangalia upande mwingine hana mkono, hana kiganja. 나 이래 꽂고 있길래 손인 줄 알고 Ameingiza mkono huku ndani kwenye fuko, lakini kumbe mkono kiganja hakuna. 요 손은 있어. Mkono huu mwingine una kiganja. 이제 내 손을 탁 Nikamshika mkono wake, 이제 기도했는데 nikaomba naye, 예수 얘기도 따라하고 행동. akaomba maombi ya kumpokea Yesu, akafuata. 내가 뭘 느꼈어. Nikahisi kitu fulani, 이 친구 왼손에 뭐가 있는 kuna 거야. kitu fulani kwenye mkono wa huyu rafiki. Nikaona 자살을. alikuwa anataka kujiua. 야, 이거 뭐 내가 만약 그 친구 안 갔더라면 어쩔 뻔했어. Nikawaza hivi, kama nisingekwenda pale ile siku ingekuwaje? 이렇게 어려운 사람이 많아 영적으로. Kiwango hicho kiroho, watu wenye shida ni wengi sana. 지금 현재 설교 듣고 있어요. 우리가 훈련시킬 때 내일 정말로 친척에게도 전화해봐라. Sasa hivi atakuwa anasikia wakati tunatoa mafunzo, tuambie hebu kesho mpigie simu ndugu yako. 아무 관심도 없고 죽 모르잖냐. Sasa hivi wewe unakufa na kuna yote ambaye anaishi huko na wewe, pigia simu ndugu zako. 그 진짜로 전화를 한 거예요. Akapiga simu kweli. 전화를 했더니 친척이 뭐라고 말했냐. 어떻게 알고 나에게 전화를 했냐. Alipopiga simu ndugu zake wakamwambia, umejuaje mpaka unapiga mimi simu? 말이 웃겨. 생전에 전화 안 하더니 어떻게 전화를. Akachekesha, mtu ambaye upigi simu maisha yako yote, umepigaje simu? 마치 우리 보고 하는 거 안 같아요? 여러분 생전에 전화합니까? Ni kama anatuambia sisi tunapiga simu kwenye maisha yetu. 복음 전하니까 지금 내가 전화기 들 힘도 없더래. Nilimwelezea injili, akasema mimi hata kushika simu sina nguvu za kushika simu. 그래가 간 거요. Tukaenda huko. 찾아가니 진짜 누워 있는데 딴 얘기 안 하고 복음 전하고 예수님 영접하는 기도를 한 거예요. Tukamkuta amelala, tukamwambia maneno mengine, tukamwelezea injili na akampokea Yesu, maombi ya kumpokea Yesu. 지금 그 부부 부산 설교 듣고 있어요 Sasa 지금. hivi wako busara wanasikia mahubiri yangu sasa hivi. 난리난 거 이 어떤 이런 일이 있으면 말씀을 전하고 예수님 영접 기도했는데 이 여자 일어난 거예요. Ilikuwa ni hatari, amesikia la Mungu, tumemwombea akainuka yule mwanamke. 이만큼 영적인 병은 무서운 거예요. Kiungo hicho magonjwa ya kiroho ya kugofya. 남편 전화가 남편 놀래가지고 Mume wake na yeye akashtuka alipoona ile tukio. 다 사명예대 남편도 예배 들고 있어요. Wote wakapona, hata leo mume wake wako naye 지금 wanaabudu. 나이 좀 들었는데 젊었을 때 일어난 일이에요. Jambo lilitokea walipokuwa vijana, leo wameshazeeka hawa. 예수 그리스도 이름 우리는 그렇게도 예사로 생각하는 그 이름 Jina la 한 번 전했는데 역사 일어난 거예요. Jina la Yesu ambalo tunalichukua sisi kwa urahisi, unalezea mara moja mahali na mambo yanabadilika, yanakuwa hivyo. 방주를 만드세요. Jenga safina. 그래서 이 지역 살려야 됩니다. Lazima tuokoe eneo hili. 여러분 때문에 흑암이 무너지는 역사 일어나게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Nabii Yesu Kristo, kwa ajili ya ninyi mamlaka ya giza ikaweze kuanguka kupitia ninyi. 하나님께 감사드립니다. Mungu, ninakushukuru. 우리를 구원해 주셔서 감사드립니다. Asante kwa kutuokoa sisi Mungu. 영적으로 어려움 당하는 자 볼 수 있게 해 주셔서 감사드립니다. Asante Mungu, tuonyeshe wale ambao wanasumbuliwa na matatizo ya kiroho. 노아의 네피림 시대를 살리게 해 Asante 주옵소서. Mungu, tuokoe msimu wa Kinefilim wa 그 Nuhu. 질병을 치유하게 해 Asante Mungu, 주옵소서. tukaponye yale magonjwa. 그 문화를 결박하게 해 Asante 주옵소서. Mungu, tukaufunge ule utamaduni.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.